Katika kitabu hiki cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 58 ambao mtumishi wa Bwana amesoma asubuhi ya leo. Yohana mlango wa 8 mstari wa 58, Biblia inasema hivi: Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Mimi niko. Mimi niko ni jina la Mungu ambalo limetamkwa mara mbili katika Biblia. Limetamkwa katika kitabu cha Agano la Kale na limetamkwa katika kitabu hiki cha Agano Jipya. Mimi niko. Na katika kitabu cha Agano la Kale limetamkwa katika kitabu cha Kutoka ule mlango wa 3 na mstari wa 14. Kutoka ule mlango wa 3 mstari wa 14. Biblia inasema, Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Mimi niko amenituma kwenu. Mimi niko amenituma kwenu. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo nataka nikuhakikishie kwa neno la Bwana, Mungu yupo katika kila mahali, katika kila njia ambazo umepita na umekata tamaa. Na kuna mtu mmoja yuko katikati yetu amevunjika moyo, lakini lisikie neno la Bwana asubuhi ya leo. Bwana Mungu anakuambia, mimi niko katikati ya hiyo kesi. Mimi niko katikati ya huko kunyanyaswa. Mimi niko katikati ya haya magonjwa. Mimi niko katikati ya kukataliwa. Mimi niko katikati ya kunyang'anywa haki. Ijulikane tu ya kwamba mimi niko. Na Bwana Mungu wa Ibrahimu akamwambia Ibrahimu, nenda ukamwambie Farao na wana wa Israeli wanaoteswa kwa utumwa wa miaka 400, utumwa wa matofali na chokaa na mateso, ya kwamba mimi niko amenituma. Mabibi na mabwana, ukisikia Mungu akisema mimi niko, amekusudia kumtoa mtu kwenye the point of no return. The point of no return. Na kuna watu wachache hapa wamefikia kwenye the point of no return. Wamefikia mahali ambako wanasema kwa sasa haiwezekani. Hata madaktari wanasema kwa sasa. Hata ndugu wanasema kwa pale tulipomwacha huyu mgonjwa, kwa sasa ni only God. Na mimi nasema mimi niko amenituma kwako asubuhi ya leo. Oh my God, oh my God. Oh my God. Mungu atakuinua tena kwenye hiyo biashara. Mungu atakuinua tena kwenye hiyo familia. Mungu atakuinua tena kwenye hiyo position. Watesi wako ni wengi, lakini mimi niko amenituma asubuhi ya leo. Wako wapi wachache wanaosema amina? Na mimi ninasema mimi niko. Wanaokusimanga, wanaokunyanyasa, waliokutengenezea na kashfa nyingi kabisa, nimetumwa kwako. Na Bwana ameniambia nikuambie mimi niko amenituma kwako. Oh my God, oh my God, oh my God. Wako wapi wanaosema amina hapa? Mama umechoka, mama umekata tamaa, watoto wamekuvuruga. Bwana Mungu amenituma asubuhi ya leo, ameniambia mimi niko amenituma kwako, ya kwamba atawainua tena. Hawa watoto wenye majina ya ajabu ajabu hawataishia hapo, watakuletea heshima kubwa. Oh my God, oh my God, oh my God. Wako wapi watu wanaosema Mungu yuko pamoja nami, katika hasara hii nitavuka, katika mauti hii nitavuka, katika aibu hii nitavuka, katika kesi hii nitavuka. Mungu amenituma, na amenituma akiniambia nenda kawaambia asubuhi ya leo mimi niko amenituma kwenu. Yeye yupo. Watesi wako watajua Mungu wako yupo. Oh my God, oh my God. Wanaokuchukia watajua mimi niko. Wanaokukataa watajua mimi niko. Waliokuonea watajua mimi niko. Walioroga watajua mimi niko, na amenituma kwenu. Ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Mimi ninafahamu kwa neno la Bwana
ya kwamba mimi niko, atakutoa katika msiba ulionao, atakutoa katika aibu ulionayo, atakutoa katika fedheha unayopitia leo, atakutoa katika hasara unayopitia. Ikiwa aliwatoa watu waliokaa kwenye hasara ya miaka 400, sembuse una hasara ya miaka 2, una hasara ya miaka 3, oh my God, utatolewa kutoka hapo. Mimi niko amenituma asubuhi ya leo. Washindi wachache wangesema amina, halafu mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Watesi wako wajue mimi niko. Adui zako na wajue asubuhi ya leo mimi niko. Wanaokuchukia na wajue hivi leo mimi niko. Inawezekana wanafikiri kwa position walizonazo, kwa mihuri na madaraka na viti walivyokalia, wanaweza kukudestroy. Mimi niko amenituma kwako asubuhi ya leo. Mimi niko, mimi niko. Nataka nikuhakikishie, ukitoka asubuhi ya leo mlango huu wa kanisa hili, hata wale wanaoabudu nasi masafa ya mbali, kulia kushoto, mimi niko, mimi niko, mimi niko, mimi niko. Unadai fedha haujalipwa, unatembea kwenye mapito magumu ya ufukara, unaona mambo hayaendi, mimi niko amenituma kwako asubuhi ya leo. Mimi niko, mimi niko. Yes, mimi niko amenituma na atakutoa kutoka pale. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Mimi niko. Hilo tu, ni hilo tu. Mungu amenituma nikuambie. Umefika kwenye the point of no return. Umelala usiku umewaza, haujawazua. Umekaa unajiuliza, how shall this be? Litakuwaje jambo hili? Hivi mimi hapa natokaje? Hivi mimi hapa naendaje? Mimi niko amenituma asubuhi ya leo. Yeye yupo, yeye yupo. Oh my God, yeye yupo. Kuna watu wanafikiri ya kwamba ni kwa sababu wana viti kama vya Farao, ni kwa sababu wana mamlaka kama ya Farao, ni kwa sababu wana mihuri na pete za mihuri kama ya Farao, ni kwa sababu wana kalamu, ama waandike au wasiandike. Nataka nikuambie, wasipoandika wao, kidole cha Yesu kitakuandika na kidole cha Mungu kitakuandika. Mimi niko, anasema atakuandika. Hautabakia pale. Kuna watu wanafikiri ya kwamba ni mpaka mimi niruhusu litokee. Never. We ni marehemu, unaweza ukafa saa yoyote, lakini mimi niko ambaye niko. Oh my God, oh my God, oh my God. Huyo ndiye ninayemwangalia, huyo ndiye ninayemtazamia. Na mimi nataka niwaambie, usitishwe na watu, wawe wana madaraka, wawe ndio wamesimama kwenye mlango. Mimi niko ambaye niko amenituma kwako asubuhi ya leo. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Hautazuiliwa. Wako wapi watu wachache wanaosema sitazuiliwa? Unstoppable, unlogekable. Wako wapi washindi wanaosema amina? Wewe ni unstoppable, unlogekable, unzuiakable. Yani huwezi kuzuiliwa, utaendelea kwa sababu mimi niko amenituma kwako asubuhi ya leo. Na mimi nataka nikuambie wewe uliyechoka sana, neno moja tu, mimi niko amenituma kwako asubuhi ya leo. Mimi niko, atakutoa kutoka hapo. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Bwana makofi mengi, haleluya. Aliyewatoa Israeli kwenye mateso na akutoe na wewe. Aliyewatoa kwenye uonevu na akutoe na wewe. Aliyekutoa kwenye mikono ya chuma, aliyewatoa Israeli kwenye mikono ya chuma, atakutoa na wewe. Aliyewatoa kwenye mauti ya watoto wa kiume wakiuawa, atakutoa na wewe kwenye mauti hii. Iwe ni mauti physically, iwe ni mauti ya kiuchumi au ya kifedha, atakutoa katika mauti hii. Hata wakikufuatilia, mimi niko, atasimama upande wa kwako. Farao aliinuka akasema mimi naenda kuwarudisha. Oh my God. Huwezi kushindana na Mungu pale anaposema mimi niko. Unajua neno hili nilipoona limesomwa asubuhi ya leo, yako mawili tu kwenye Biblia imeandikwa. Mara ya kwanza kitabu cha Kutoka 3:14, mara ya pili kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 58. Mara mbili kwenye Biblia hilo neno mimi niko. Mungu anapotamka mimi niko, kuna watu wanatoka. Kuna watu wametoka asubuhi ya leo. Kuna watu wametoka. Najua kuna watu wametoka. Kama utaniuliza asubuhi ya leo nimekuja kufanya nini kwenye ibada hii, ninatangaza kwenye madhabahu hii, kuna watu wametoka.
Na kama wanatolewa na mkono wa Mungu, mimi niko. Adui usisubutu kuwafuatilia nyuma, asiwepo atakaye kufuata, maana ukitoka hautakaa urudi kwenye yale mateso tena. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe, haleluya. Kuna watu wametoka kwenye magonjwa, kuna watu wametoka asubuhi ya leo. Kwenye aibu kuna watu wametoka, kwenye udhaifu kuna watu wametoka. Hata Farao abebe magari ya chuma akufuatilie. Unajua kuna watu wanasema kama nimekushindwa hapa nitakupata hapa. Hutakaa upatikane na uharibifu. Mateso hayatainuka mara ya pili. Inapotamkwa mimi niko, elewa ya kwamba hauwezi kurudia pale. Hata kama kuna wachawi waliokuwa wamelala kwa waganga usiku kucha, wakifikiri wanakurudisha kwenye ule ufukara, wakifikiri wanakurudisha kwenye ile aibu, hutakaa urudi. Nakwambia hata kama kuna jambo lilikuwa limekuzuilia, Mungu anaposema mimi niko, ikiwa ni bahari itagawanyika vipande viwili na watu watavuka. Na mimi nataka niseme, wanaokuzuia ofisini, lisikie neno la Bwana, wanaokuzuia kwenye taaluma, wanaokuzuia kwenye familia, wanaokuzuia mtaani, kwenye jamii, wanaokuzuia kwenye taaluma na kazi na ofisi na mahali ambako Mungu amekuweka, kwenye biashara, wanaokuzuia, ninatamka kwenye madhabahu hii, kwa kuwa mimi niko amenituma kwenu. Hao watu wamegawanyika vipande viwili na wewe umevuka kwa jina la Yesu. Yule Mungu aliyeigawanya bahari ya Shamu amewagawanya hao watu. Hata kama walikuwa wanawazo, jana walikubaliana kwenye kikao, wakanuia, wakaazimia, wakakubali kukumaliza, wakasainiana, wakapeana na posho, wakamaliza kutengeneza faili la wewe kuharibiwa na kuwa fired. Nimesimama kwenye madhabahu hii, wamegawanyika vipande viwili, wamegawanyika kama bahari ya Shamu. Wewe utavuka na utapita katikati yao. Washindi wachache wangesema amina. Wanaosema Mungu uliyekuwa pamoja na Musa uende pamoja nami, wanaompigia mimi niko vigelegele na makofi. Nami ninatangaza mimi niko, ambaye niko amenituma kwako asubuhi ya leo, na utavuka na utashinda. Na ungempigia tena Bwana na vigelegele vya shangwe, haleluya. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo, na kwa mamlaka niliyopewa kwa nguvu ya neno la Mungu asubuhi ya leo. Ninakutangazia ya kwamba mimi niko amenituma kwako, na umevuka na umebarikiwa. Na tangu leo kuna ushuhuda, na utarudi hapa na ushuhuda kwenye maisha ya kwako. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi, haleluya.